Kiumbe kinachochukia zaidi amri ambazo Mungu ameweka kwa ajili ya watu wake ni Ibilisi. Adui Ibilisi aliwachochea watu na hatimaye akachukua hatua ya kuifanya Pasaka ya Agano Jipya ipotee duniani. Kwa hiyo Wagalatia sura ya kwanza inasema nini? Hata kama malaika kutoka mbinguni akiwahubiria injili tofauti na ile niliyowahubiria, nini kifanyike? Alisisitiza tena na tena, basi mtu huyo alaaniwe milele. Kwa maneno mengine, je, inamaanisha kwamba bila kuwa na ukweli na sheria ya Pasaka ya Agano Jipya kama ilivyotangazwa na Yesu, mtu hawezi kwenda mbinguni? Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 17. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka? Akajibu, nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia. Nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako. Hivyo wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyokuwa amewaelekeza, nao wakaandaa Pasaka. Ilikuwa ni Yesu aliyeamuru kuadhimisha Pasaka na ilikuwa wanafunzi wake ambao, wakifuata mafundisho yake kuiadhimisha, waliandaa kwa ajili ya Pasaka nao wakaiadhimisha pamoja kwa neema. Katika makanisa leo wengi wanapaza sauti, Yesu, Bwana, Bwana. Pia wale wanafunzi 12 Petro, Yohana na Yakobo wanasifiwa kuwa wanafunzi wakuu wa Yesu. Mtume Paulo ni mtu wa lazima kama kielelezo cha imani yetu. Hata hivyo, Pasaka ambayo Yesu, Mtume Paulo, Petro na Yohana waliadhimisha haiadhimishwi katika kanisa lolote ulimwenguni leo. Kila mtu, mna maoni gani kuhusu hili? Inastaajabisha, inashangaza sana. Wanasema Petro ana imani kubwa, lakini imani ya kuadhimisha Pasaka haionekani kwa macho yao. Mtume Paulo ni mtu mashuhuri aliyeeneza ujumbe wa Kristo njia yote hadi Ulaya. Yeye ni mtume mkubwa. Aliposafiri katika safari zake za umisionari, alileta habari za Injili, yaani agano la Mungu, kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Ndiyo maana anachukuliwa kuwa mkuu. Kuzunguka tu hakufanyi iwe yenye neema. Yesu alitoa mafundisho na Paulo pia alisema, kile nilichowapa ninyi ndicho nilichopokea kutoka kwa Bwana. Katika usiku ule Bwana Yesu alipokamatwa, alitwaa mkate, akashukuru na kusema, huu ndio mwili wangu. Kisha akachukua kikombe na kusema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hili lilitajwa wazi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Licha ya haya yote, makanisa ulimwenguni leo huchukulia yote kuwa hayafai kitu. Ni jambo tulilopokea kutoka kwa Bwana. Je, Mungu angeweza kuwasilisha ovu kwetu? Alikuja duniani kutoa uzima na wokovu. Ukweli wa msingi uliotolewa kwa ajili ya wokovu, cha ajabu umeondolewa katika nyakati hizi. Kwa kweli inastaajabisha. Ndiyo maana baba na mama wakiwa na huzuni wamekuja hapa duniani wakivaa mwili, nao wamekuja tena.